Asante ndugu mwandishi wa habari pamoja na wanachama. Hapa kama mnavyoona tumetoka kwenye kikao cha mashauriano mkoa wa Arusha, na jana tulikuwa pia kwenye kikao cha mashauriano ngazi ya mkoa wa Manyara, na baada ya hapo tutakuwa Kilimanjaro na Tanga. Lengo ni kuwa na vikao vya ndani vya chama kwa ajili ya mikakati. Kama mnavyojua mikakati ni ya kuiangusha CCM na kuitoa madarakani kwa kupitia agenda ya no reforms no election. Lakini pia kuanzia tarehe 29 mwezi huu mpaka tarehe 3 mwezi wa 5 tutakuwa na operation itakayoendeshwa na mheshimiwa mwenyekiti wa chama taifa kwenye kanda yetu pamoja na makamu mwenyekiti wa taifa. Kwa hiyo vikao hivi ni vya maandalizi kuhakikisha kwamba tunapokea ziara ya mwenyekiti wa taifa na tunaunga mkono jitihada zake zote na za uongozi wa taifa na kamati kuu kuhusu agenda muhimu za kitaifa ikiwemo no reforms no election, tone tone pamoja na stronger together. Lakini pamoja na hilo ningependa pia nitoe ufafanuzi juu ya mambo machache. Kwanza ni waalike sana watu wa Kaskazini. Kaskazini ni ngome ya upinzani, ni eneo muhimu la Chadema. Ni waalike wananchi wote wa Kaskazini kwenye ziara ya mwenyekiti wa taifa pamoja na makamu mwenyekiti. Ratiba itaendelewa kutolewa na viongozi wetu, na nitumie pia fursa hii kuzungumza juu ya mambo machache yaliyotokea hivi karibuni, na waandishi wa habari mmenitafuta mara nyingi kutaka kujua ufafanuzi kuhusu msimamo wetu kama chama kanda ya Kaskazini kuunga mkono no reform no election na sakata la wale G55. Sisi kanda ya Kaskazini tunafahamu katiba yetu ya chama vizuri na tunaunga mkono kabisa azimio la baraza kuu la chama na mkutano mkuu wa chama taifa, kwa sababu agenda ya no reform no election sio agenda ya kamati kuu tu, ilishabarikiwa na baraza kuu la chama taifa pamoja na mkutano mkuu wa chama taifa. Kwa hiyo sisi uongozi wa kanda ya Kaskazini pamoja na mikoa yake yote, msimamo wetu kama serikali ya CCM haiko tayari kufanya mageuzi na marekebisho kwenye sheria za uchaguzi na taratibu za uchaguzi, hapata kuwa na uchaguzi. Tutauzuia uchaguzi, maana hatuko tayari kwenda kwenye uchaguzi wa kihuni kama ambao ulifanyika 2024 serikali za mitaa na 2020 kwenye uchaguzi mkuu. Lakini kuna wanachama wetu wachache sana. Sisi tuna wanachama wengi sana hapa Kaskazini. Wamejitokeza na kutoa kitu walichokiita maoni mbadala, kwamba hawaungani sana na msimamo mkali wa kutokushiriki uchaguzi. Kwanza sisi tunaona hawako sahihi, kwa sababu ni azimio halali la chama na kila mwanachama wa Chadema ana wajibu wa kutii na kufuata maamuzi ya vikao halali vya chama. Na sisi tumesema kwenye kanda yetu kwa wale ambao wanaonekana wamesign petition, tutawaita tukae nao kwanza, tujue endapo ni kweli walisign hizo petition. Na bahati nzuri baadhi yao wamejitokeza hadharani kwenye press conference. Kwa hiyo kuhusu wale hatuhitaji kuthibitisha kwamba wamesign, lakini wako walionyamaza kimya, tutataka kujua walisign. Baada ya hapo tunataka kujua dhamira yao ni nini, wanapingana na maagizo ya chama au wana maoni mbadala kama wanavyosema, kwa sababu sisi tumefuatilia kwa umakini zile press, tunaona hakuna dhamira njema. Naona kama wanataka kuvuruga chama, wanataka kwenda kinyume na maelekezo ya chama na misimamo ya chama. Lakini kabla hatujawahukumu, tunatamani tuje tuwasikilize, tukae nao, tuzungumze nao, na tukiona na tukajiridhisha kwamba kuna dalili zote za usaliti na uvunjifu wa maadili za chama, basi sisi tuna chombo chetu kinachodili na masuala ya maamuzi yanayohusiana na uvunjifu wa maadili ya chama. Tuna kamati yetu ya maadili ya kanda, tutaielekeza ifuate taratibu za kikatiba. Tukijiridhisha kwamba kuna dhamira ya kukihujumu chama, taratibu za katiba ziko wazi, adhabu ziko wazi kwenye katiba yetu, na kukiwa kuna usaliti hakuna adhabu nyingine inayostahili zaidi ya kufukuza wanachama. Lakini haya yote yatafuata mara baada ya kufuata taratibu zote, kuwaita kwenye vikao vya maadili, kuwapa haki ya kujitetea na masuala mengine kama hayo. Sisi tumepitisha azimio la no reform no election na tuna mkakati wake, na bahati nzuri wao ni viongozi, wanafahamu kuna mikakati ya kutekeleza no reforms no election. Sasa unawezaje ukaingia kwenye uchaguzi
ndio uzuie uchaguzi, na mchakato wake wote ni batili. Na tumewahi kuingia kwenye uchaguzi. Hawa ambao wanasema tuingie kwenye uchaguzi ndio tuuzuie tukiwa ndani, kwani hawakushiriki wao mwaka 2020? Walikuwa ndani ya mchakato na hawakuweza kuuzuia. Sisi hatukubaliani na hilo. Sisi tutapinga mchakato mzima wa uchaguzi kuanzia mwanzo, na hatutashiriki kabisa uchaguzi wa kiuni namna hiyo, tutauzuia. Kwa hiyo kusema kwamba tuingie kwenye uchaguzi, tulishawahi kuingia kwenye uchaguzi na wao walishawahi kuingia, baadhi yao walishakuwa wagombea na hawakuweza kuuzuia. Kwa hiyo mimi nadhani wanajificha tu kwenye kichaka hicho. Msimamo wetu utabaki pale pale, tutauzuia uchaguzi. CCM wasishiriki, ACT wasishiriki, Chadema wasishiriki mpaka pale mabadiliko ya msingi yatakapopatikana. Sijathibitisha kwamba walio wengi walikuwa wanamuunga mkono Mheshimiwa Mbowe, na ni kweli kwamba hata mimi ni miongoni mwa ambao walikuwa wanamuunga mkono Mheshimiwa Mbowe, lakini mara baada ya uchaguzi tulirudi pamoja na tunaenda na agenda za chama. Na no reforms no election sio agenda ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Ni azimio halali la chama na wote tuna wajibu wa kulitekeleza. Kwa ratiba ambayo tumepewa na kamati kuu, tunatarajia kumpokea siku ya tarehe 28 tarehe 29 mwezi huu wa 4. Tutakuwa naye na tumekubaliana Mheshimiwa Lissu atakuwa kwenye mkoa wa Arusha na Manyara, lakini pia Mheshimiwa Heche atakuwa mkoa wa Kilimanjaro na Tanga. Kwa hiyo tutakuwa nao hao wote viongozi wakuu tarehe 29, tarehe 30, tarehe 1, tarehe 2 na tarehe 3. Wenyewe waandishi wa habari mnaufahamu moto wa kaskazini. Huwezi kulinganisha kaskazini na Nyasa wala na kusini. Tumejiandaa vema na wananchi wanampenda Mheshimiwa Lissu, wanaupenda uongozi wa taifa na wamepokea vizuri. Wananchi wa kawaida wamepokea vizuri agenda yetu ya no reforms no election, na walishakuwa wakitushauri na kutoa maoni muda mrefu kwamba lazima tuchukue hatua stahiki kuzuia uhuni unaofanywa na serikali ya CCM. Kwa hiyo ninawahakikishia Watanzania wakati wa ziara hii kaskazini itafanya vizuri kuliko mkoa mwingine na kanda nyingine yoyote. Kwanza hakuna mpasuko wowote, sijaona mpasuko wowote. Wamejitokeza watu wachache sana, watu wasiozidi 10. Huwezi kusema ni mpasuko. Sisi kaskazini wanachama wako wengi kabisa, kwa hiyo nakanusha kwamba kuna mpasuko. Sisi bado tuko imara. Kuna watu wachache wamejitokeza, wameonyesha maoni mbadala, na sisi tumesema tutachukua hatua zinazotakiwa katika mazingira hayo. Lakini kwa wanakaskazini wote nitoe wito kwamba tumepitia michakato ya chaguzi. Kuanzia mwaka 2019 tumeshuhudia uchaguzi, 2020, baada ya 2019 tulifikiri serikali ya CCM watabadilika, tukaingia 2020 tukawapima kwa mara ya pili, 2024 tukawapima tena kwa mara ya 3. Tumejiridhisha kabisa CCM hawako tayari kwenda kwenye uchaguzi huru na wa haki. Hatuhitaji kupima mara nyingine. Hatuhitaji tena kujikabizisha kwenye uchaguzi ambao tutajua watu wetu watauawa, tunajua watu wetu watakamatwa, watafungwa. Baada ya uchaguzi tunakuwa tumeibiwa kura, tumenyang'anywa ushindi, tunaachiwa majeraha, tunaachiwa misiba, tunaachiwa mashauri mahakamani. Wenyewe ni mashahidi mpaka leo, bado tuna baadhi ya mashauri ya chaguzi zipo mahakamani. Kwa hiyo ninatoa wito kwa wananchi wote watuelewe, wananchi wa kaskazini, kwamba tunaposema no reforms no election tunamaanisha, na hakika watuunge mkono, kwa sababu matumaini yao yapo kwenye uchaguzi huru na haki. Ukiwa na uchaguzi usio huru na haki, viongozi wanaopatikana hawatokana na ridhaa yao. Wakipatikana kiunihuni hawawezi kuwatumikia na kuwajibika kwao. Chama chetu kinaheshimu maoni mbadala na kila siku imeheshimu hivyo, lakini tunaangalia dhamira. Dhamira ni nini? Na wewe unafahamu maoni yanapokelewa kabla ya maazimio. Baada ya maazimio kinachofuata ni utekelezaji. Na kama ambavyo najua unaelekea kwenye hawa G55, dhamira yao sio njema, maana walio wengi pale walikuwa wengine ni wajumbe wa secretariat ya chama taifa, wengine walikuwa wajumbe wa kamati kuu. Wao ndio walikuja na agenda ya no reforms no election. Wanatoaje maoni mbadala dhidi ya maamuzi yao wenyewe? Kwa hiyo utagundua